Mwaka huu tunashiriki maonyesho haya kwa ajili ya kuendeleza utoaji wa elimu kwa wadau wetu. Kama unavyofahamu, maonyesho ni sehemu ambayo wanatembelea watu wengi na wanakuja kujifunza mambo mbalimbali. Na sisi kama Mamlaka ya Mapato Tanzania tumeona tuwepo kwenye maonyesho haya ya Sabasaba ya mwaka huu 2025 kwa maana ya kuweza kukutana na wadau wetu, kuelimisha, kuwajuza mambo mapya na mambo mengine mbalimbali ambayo wanabidi wayazingatie katika ulipaji wa kodi. Lakini pia hapa tuna vitengo mbalimbali, kwa sababu hapo ukifika hapa ni kama vile umefika TRA. Idara zote ziko hapa, idara za mambo mbalimbali. Kuna vitu vinafanyika hapa, kwa mfano upatikanaji wa tini unapatikana hapa, lakini vile vile kwa chuo chetu cha kodi kiko hapa kwa kuelimisha watu kwa jinsi ambavyo tunaendeleza watumishi wenzetu ili waweze kuwa na ubora na ustahili. Lakini pia kuna vilabu vya kodi ambavyo vinajenga uwezo wa wanafunzi wetu kuwa raia wema baadaye, walipa kodi wema wa baadaye. Lakini pia tuna vivutio ambavyo tunavizungumzia hapa. Maana sio kulipa kodi tu, tuna baadhi ya sectors ambazo zimepewa vivutio kisheria ambavyo vya kupewa nafuu ili waweze kuwekeza katika sekta, kwa mfano sekta za kilimo, pia tunavielezea hapa kwenye banda letu. Kwa hiyo kwa ujumla banda ina mambo mengi sana. Hata wale ambao waforodha ambao wanaagiza bidhaa na kupeleka bidhaa nje, pia tunawaelezea utaratibu wa kuagiza bidhaa, utaratibu wa kupata nafuu ya misamaha, baadhi ya vitu ambavyo vina msamaha, lakini vile vile utaratibu wa kufuata ili kuomba msamaha wa vile vile ambavyo vina msamaha. Lakini lingine ni kwamba tunawaelimisha juu ya nini tunafanya kwa wafanyakazi hawana maadili. Kwa wafanyakazi wetu ambao hawana maadili, tunawaelimisha kwamba tunawachukua hatua gani na inapobidi mtu atoe taarifa vipi inapotendea kitu ambacho hakina maadili kwa utaratibu wa kazi. Kwa sababu sisi tunafanya kazi zetu kwa misingi inayotakiwa, na ndio maana tuko hapa kuelimisha kila wakati. Endapo mtu atakumbana na jambo lolote ambalo sio la kimaadili, aweze kutoa taarifa panapohusika ili tuweze kuchukua hatua. Tunatoa huduma zingine hapa. Kwa mfano, mtu akija hapa bandani, tunamtupa tini hapa. Hatumwambii aende kwenda ofisi nyingine, tunampa tini hapa kwa sababu hiyo huduma inapatikana hapa. Lakini pia tuna wenzetu upande wa stampu za kodi. Stampu za kodi ambazo zinabandikwa kwenye bidhaa, baadhi ya bidhaa zinazozalishwa viwandani, ili wapate kupata elimu kwamba bidhaa zipi zinatakiwa zibandikwe stampu za kodi. Lakini pia zile ambazo namna ya kutambua bidhaa ambazo ni fake. Bahati nzuri sana siku hizi tuna app na wanafundishwa namna ya kudownload app kwenye simu zao wenyewe, simu janja, ili waweze kutambua bidhaa ambazo ni fake na bidhaa ambazo ni halali. Hii hasa zile ambazo zinatumika kama vinywaji, ili wasitumie vinywaji ambavyo sio havijathibitishwa na hao ambao havijazalishwa katika utaratibu ambao ni sahihi.